ninyi mnaomtegemea na kumtumaini Bwana mmefananishwa sana na watu wa Makedonia. Katika Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 1 hadi wa 5, Mtume Paulo anasema, nimewashangaa watu wa Makedonia, kadiri hali ilivyozidi kuwa ngumu, ukarimu wao uliongezeka. Lakini siri ya mafanikio yao ni kwamba walijitoa kwanza kwa Mungu kama sadaka, ndipo wakaja kumtolea baadaye. Hawa wametofautiana na wanaotoa sadaka wakilalamika, batu itanabona michango. Haujajitoa kwanza wewe uwe sadaka, ndipo utoe sadaka. Oyeheyo owaruwanga wawe obakiyongano nawe abase kukuchungura no kubona enshonga yebihongano byawe. Obanzobe kihongano kyo Mukama, oyeyongero Mukama, oyeheyo arwo Mukama, omweyongere nebyora amuhongera bihagire enshongo mu maishoge. Mukama Yesu asimwe. Walijitoa kwanza. Maana yake walimtegemea Mungu kwanza, wakamwamini kwanza, wakajitoa kwanza, ndipo wakaja kumtolea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena mtafananishwa na yule bibi kizee aliyeonwa na Yesu tu katika utoaji. Aliweka vyote alivyo navyo kwa ajili ya Mungu. Mpaka Yesu anasema huyu maskini ametoa kuliko matajiri. Kutoa ni moyo, si utajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtafananishwa na Ibrahimu ambaye alimtii Mungu, akajitoa na kutoa kwa ajili ya Mungu, mpaka anamtii Mungu kiasi cha kutembea kilomita 1700 kwa mguu. Anatoka Ur iliyoko Irani, anatoka Ur kwenda Harani kilomita 900 kwa mguu. Alafu baadaye anaambiwa toka Harani uende Kanani, Israeli, kwa mguu. Hizo ni kilomita nyingine 600 hivi. Hayo tayari umbali wa 1000, kilomita 1500 hivi anatembea kwa mguu. Baada ya Mungu kuona imani na utegemezi kwake, Mungu anamwambia Mwanzo 12 mstari wa 1 hadi wa 4, kwa kuwa umeniamini na kunitegemea, basi atakaye kubariki atabarikiwa, na atakaye kulaani atafanya nini? Atalaaniwa. Basi ninyi mnaomwamini na kumtegemea Mungu, hata akitokea wa kukulaani atashindwa na atalaaniwa mwenyewe katika jina la Yesu. Maana umemwamini na kumtegemea, waikiriza kumwesiga no kumwehongera kakimo. Kama Yesu asemwa, ninyi mnaomwamini na kumtegemea Mungu ni kama mmefananishwa na akina Shadrach, Meshach na Abednego, ambao walisema hatutamwabudu Nebukadneza, sisi tutamwabudu Mungu tu, kama mnatuua mtuue. Na hata walipowekwa kwenye tanuru la moto hawakuungua. Mungu amewazunguka na kuwalinda kwa muujiza na maajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninyi mmefananishwa hata na yule kipofu Batimayo, ambaye aliendelea kumlilia Yesu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu nipate kuona. Maofisa wa usalama wa Yesu wanasema hapana, usimsumbue bwana mkubwa, wewe utamuita kubii, usimsumbue. Lakini Yesu alipoona imani na utegemezi wa kipofu, aliwatuma wamlete aje amponye, aonane naye. Maana yake hawa waliokuwa wanamzuia wakarudi wenyewe kwa gharama zao kumwambia, bwana mkubwa anakuhitaji. Maombi yangu kwa Mungu leo ni kwamba hata wewe wanaokuwekea vikwazo waje waviondoe wenyewe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Kwa hiyo wanaomtegemea Mungu tayari wanaona faida katika maisha haya na hata katika matumaini ya uzima wa milele.